Inakujia moja kwa moja kutoka uga wa Nyayo hapa jijini Nairobi, ambapo hafla nzima ya kusherehekea siku ya uhuru ya Jamhuri imeweza kukamilika hii leo, ambayo ilikuwa inaongozwa na Rais William Ruto akiwa ameandamana na viongozi mbalimbali wa serikalini na hata viongozi kutoka nchi zingine kama vile nchi ya Uganda, nchi ya Ghana. Na mtazamaji, kama tu tunaweza kusikia kutoka kwa hotuba ya Rais ni kwamba ameweza kuahidi tu wa Kenya zawadi kemkem tu. Amesema miaka 62 baada kupata uhuru wetu, mambo mengi ambayo tumeweza kubadilika, sio tu ya miundombinu, sio masuala ya kilimo, sio masuala ya barabara, sio masuala ya elimu, masuala ya afya, yote hayo ameweza kuyataja, na akasema kwamba kama taifa tumefika kwenye mkondo ulio sawa, na tunaposonga mbele ni kwamba basi mambo yatazidi kuwa mazuri zaidi hapo mbeleni. Na pia kwenye shughuli hii ama kwenye sherehe hizi za mwaka huu, Rais ameweza pia kutambua vigogo ama wale viongozi ama wale wa baba waliopigania taifa waliopigania uhuru wa taifa hili kutoka kwa uongozi wa mkoloni wa Uingereza. Na tukaweza pia akaweza pia kumtambua alikuwa kinara wa alikuwa pia waziri mkuu bwana marehemu Raila Amolo Odinga. Ameweza kumpatia heshima zake za mwisho pia siku ya leo, na kuweza kumtambua na kusema kwamba na kuweza kuiomba hadhara iliyokuwa iko hapa kwamba waweze kuchukua dakika moja tu ya kuweza kumkumbuka kiongozi huyo na kuweza kumwenzi siku ya leo. Na vile vile pia kutokana na hotuba ambazo zimeweza kupeanwa hapa ni kwamba gavana wa kaunti ya Nairobi bwana Johnson Sakaja aliweza kupendekeza kwamba ile uga wa Talanta ambao unaendelea kujengwa ambao unaendelea kukamilika kujengwa hivi sasa, ni kwamba akaweza kutoa pendekezo kwamba utakapokamilika uga huo basi uweze kupewa jina la kiongozi marehemu Raila Amolo Odinga. Uga huo ukaweza kupewa jina hilo, na Rais akaweza kuitikia wito huo na kusema kwamba endapo baada ya kukamilika kwa ujenzi wa uga huo basi ataweza kuzingatia pendekezo hilo, na huenda uga huo basi ukaweza kupewa jina la Raila Amolo Odinga, ili tu kuweza kumwenzi na kumpatia tu heshima yake na kuweza kumkumbuka tu kama baba wa demokrasia, aliyepigania demokrasia, hasa tukikumbuka mwaka 2010 ambapo alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunapata katiba yetu kama wa Kenya. Mambo kemkem yameweza kuzungumzwa, tukizingatia kwamba kauli mbiu ya mwaka huu pia mtazamaji ilikuwa utalii, wanyamapori na maendeleo ya taifa. Kuangalia tu kama taifa tumefikia wapi kwenye masuala mazima ya utalii, tumefikia wapi kwenye masuala mazima ya wanyamapori na masuala ya maendeleo. Na kulingana na Rais ni kwamba tupo katika mkondo wa sawa na tunaelekea vile inavyostahili, kizingatia kwamba ni zaidi ya miaka 62 sasa hivi tangu tulipopata uhuru wetu. Mengi zaidi na natumai kwamba wanahabari wenzangu Kamche Menza, Giverson Maina pia wamekita kambi katika uga huu, na bila shaka watakuwa wako na mengi pia kuweza kutuelezea ni yapi ambayo wameweza kugusia ama yapi ambayo yameweza kuwagusa ama wameweza kuyatilia mkazo zaidi, ambayo wataweza kutuelezea tu kutokana na hotuba hii na sherehe nzima hii ambayo imefanyika siku ya leo. Acha tu nipeleke usukani kwao ama nirudishe huko studioni. Ni hayo tu leo kutoka upande wangu. Mengi zaidi wanahabari wenzangu pia wataweza kutuambia ni yapi ambayo wameweza kukusanya kwenye shughuli hii ya leo. Kashana Maso ndio jina langu, narusha usukani kwa mwenzangu. Asante sana.